Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News. Okay, juzi nimesikia interview ya msanii wa R&B kutokea nchini Kenya, namzungumzia Otile Brown ambaye alikuwa anahojiwa na moja kati ya chombo cha habari. Miongoni mwa kitu kikubwa ambacho alikizungumza ni kuhusiana na yeye kuwa msanii wa kimataifa, lakini pia aliulizwa je, kwa sasa hivi kuna msanii wa kimataifa? Alikataa hilo swali na akasema kwamba kwa sasa Afrika Mashariki, yani East Africa, hakuna msanii ambaye yupo ambaye tunaweza kusema huyu ni wa kimataifa. Ndivyo ambavyo alivyozungumza Otile Brown. Swali ambalo limeacha headline kubwa sana katika mitandao ya kijamii baada ya huyo mtangazaji ambaye alikuwa anamuuliza swali hilo kumwambia kwamba umeoni kwamba kuna Diamond Platnumz, umeoni kwamba kuna Rayvanny, umeoni kama kuna watu kama Jux, umeoni kama kuna Khaligraph Jones kutokea hapo kwa nchini Kenya. So Otile Brown akasema hapana, hakuna msanii wa kimataifa kwa sasa Afrika Mashariki. Ikanitia mashaka, ikabidi nije na hii story ili kusudi tukae hapa tuzungumze na tujue je, kauli hii aliyozungumza Otile Brown ni kweli yuko sahihi au ni jiniaje? Okay. Baada ya kuzungumza hiyo kauli yake bwana, ikabidi nitafute Diamond amewahi kuchukua tuzo gani, lakini pia Rayvanny amewahi kuchukua tuzo gani, lakini pia Khaligraph Jones kutokea nchini Kenya hapo anatokea Otile Brown amewahi kuchukua tuzo gani, bila kumsahau pia na yeye mwenyewe Otile Brown amewahi kuchukua tuzo mpaka aseme kwamba labda hakuna msanii wa kimataifa yoyote. Basi hao yeye basi kama ameshindwa kusema hivyo. So ikabidi nianze na Rayvanny. Nikaanza na Rayvanny kwanza, before sijazungumzia kuhusiana na tuzo. Msanii wa kimataifa siku zote huwa anapimwa kwa tuzo, umeelewa vizuri tuzo za kimataifa ambazo amezipata, lakini pia collaboration kubwa za kimataifa ambazo ameshawahi kuzifanya. Kama kuna collaboration kubwa ya kimataifa ambayo ameshawahi kuifanya, hiyo tunaweza kusema ni msanii wa kimataifa. Lakini pia kushiriki matamasha makubwa ya kimataifa, ushanifahamu bwana kwa mfano kama ile juzi iliyotokea ambapo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwepo. Hiyo pia nao unaweza kusema ni moja kati ya kitu kikubwa sana. Msanii akishiriki pale ni kitu kikubwa sana. Kama Abigail Chams, unaweza kusema huyu ni msanii wa kimataifa. So tuzo za kimataifa za Rayvanny alichukua tuzo mwaka 2022 Dubai, tuzo ya DIAFA Awards, ambapo Rayvanny alikuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kushinda tuzo hii. Alitoa kwa heshima ya Rais Samia Suluhu Hassan, yani alidedicate kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia 2017 alishinda BET Awards, alishinda kipengele cha International Viewers Choice. Mshanifahamu Rayvanny huyo. Lakini pia mwaka 2022 alishinda tuzo uko Spain, alichaguliwa kwa kipengele cha OMG collaboration kupitia wimbo wa Mama Tetema na Maluma. So kwenye tuzo za Premios Juventud nomination alichukua. Lakini pia 2016 Rayvanny alichukua tuzo ya MTV Africa Music Awards. 2016 aliteuliwa kama Breakthrough Act. Umeelewa vizuri hizo ni tuzo za Rayvanny. Lakini pia tuzo za Diamond Platnumz, Otile Brown anasema sio msanii wa kimataifa. Diamond alichukua tuzo ya MTV Europe Music Award. Diamond alichukua tuzo hiyo kuteuliwa kama mara kadhaa kama Best African Art. Lakini pia Afrima Awards alichukua ikiwemo Best Male Artist in East Africa. Umeelewa, Best Male Artist in East Africa. Huyo Otile Brown ambaye anasema hakuna msanii wa bongo au Afrika Mashariki wa kimataifa, basi Diamond alichukua Best Male Artist in East Africa. MTV Africa Music Award amewahi kushinda mara nyingi, akitambulika kama mmoja wa kubwa barani Afrika. Lakini pia Soundseed MVP Awards amepata tuzo za Best Male MVP na Best Collaboration. Umeelewa? Hizo ni kwa upande wa tuzo za Diamond. Kwa upande wa tuzo za Khaligraph Jones, msanii wa rap kutokea nchini Kenya, hapo alipozungumzia Khaligraph Jones, alishinda Channel O Africa 2009, tuzo ya kwanza kubwa iliyompa maarufu barani Afrika. Lakini pia Afrima Awards Best Rap Act of the Year 2018. Lakini pia 2020 alishinda Best Hip Hop Artist
Lakini pia 2020 bwana, Khaligraph Jones alishinda Sound City MVP Awards 2020, alishinda kipengele cha Best Hip Hop Act Lagos nchini Nigeria. Lakini pia 2020 bwana, Khaligraph Jones alishinda BET Award nomination, nominated for Best International Flow, yani kwenye flow ni mbaya. Lakini pia alishinda tuzo ya MTN Uganda Hip Hop Awards 2021, alitajwa East Africa Rapper of the Year. Umeelewa vizuri? Lakini pia African Golden Awards 2025, alishinda Best Artist in Africa. Umeelewa vizuri? Alishinda hiyo tuzo. Lakini pia tuzo za Otile Brown, huyo jamaa ambaye anasema kwa sasa hivi eti hakuna msanii wa kimataifa, tumzungumzie yeye sasa. Kwanza kabisa yeye hajawahi kuchukua tuzo za kimataifa. Ushanielewa vizuri? Hakuna tuzo ya kimataifa ameshachukua. Amechukua tuzo ya kikanda ambao ni Plus Music Awards 2018, lakini pia alishinda kipengele cha Male Video of the Year kupitia wimbo wa Baby Love. Lakini pia East Africa Recognition, amepewa heshima kama msanii bora wa R&B wa Afrobeat katika mashindano ya kikanda. Hakuna tuzo ya kimataifa ya Otile Brown. So kwa kauli ambayo amezungumza Otile Brown, kiukweli nimesikitika baada ya kusikia anasema hakuna msanii wa kimataifa kutoka East Africa kwa sasa hivi. Sasa sijui alikuwa anataka kutrend au ni engineer. Vipi kwa upande wako? Je, unahisi kauli ya Otile Brown ni kweli? Hakuna msanii wa East Africa ambaye ni wa kimataifa kutoka East Africa? Let me know kupitia sehemu ya comment, na hii ni Msomi News. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.